Moja kati ya kolabo kali ambazo zinaonekana kusubiriwa kwa hamu mwaka 2026 ni kati ya Mbosso pamoja na Alikiba. Wote tunafahamu uwezo wa Mbosso katika uimbaji na tunaona amefanya kazi na wasanii kadha wa kadha, lakini pia tunaona Mbosso nyota yake inaonekana kung'aa kwa sababu tunaona baadhi ya wasanii wameonekana kumbless kolabo. Kwa mfano ukiangalia kwa upande wa Harmonize, kufanya kazi na Mbosso ilikuwa naweza kusema ni zawadi kwa mashabiki, na ni zawadi ambayo kiukweli imeleta manufaa makubwa sana hasa katika karia ya muziki wa Mbosso, kwa sababu tunaona ndio kwanza ameanza kujitegemea baada ya kutoka katika label ya Wasafi, lakini sasa kukutana na Harmonize imefungua njia na baraka kwa watu wengine na kwa wasanii wakubwa katika muziki wa Bongo Flava, ambapo sasa inahusishwa kwamba Mbosso kwa sasa yuko studio na inaelezwa kwamba kuna project kali ambayo anataka kuja kufanya mwaka huu, na katika wasanii wengi ambao mmoja wa wasanii ambao wanaheshimika Bongo, na kiukweli ni wasanii ambao kiukweli wanaangaliwa kama ni icon ya muziki wa Bongo Flava, huwezi kusahau kutaja jina la Alikiba. Alikiba amefanya kazi ya muziki zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo tunaona wasanii wengi wanakuja wanaondoka, lakini kwa upande wa Alikiba ni legend wa muziki. Sasa kukutana na Mbosso hii kimuziki unaweza kusema kwanza ni zawadi kwa mashabiki pande zote mbili, Kings Music pamoja na Mbosso. Lakini pia kingine ni kwamba hii inamtengenezea njia nzuri sana Mbosso kujitangaza kimataifa, kwa sababu tunaona Alikiba katika katika muziki wa Bongo Flava amefanya mengi makubwa sana, ametoa hit song nyingi sana. Tunakumbuka Mwana ilikuwa ni collab kali sana, lakini tunaona ni miongoni mwa wasanii ambao kiukweli wameweza kubariki muziki huu na kutajwa katika nyanja za kimataifa, lakini pia ameweza kufanya show mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo na hii ni mara ya kwanza tunaona Mbosso anahusishwa kufanya kazi na Alikiba, na tunaona katika peji mbalimbali zimezungumzia kuhusiana na hii kazi, na inaonekana ni kazi nzuri sana, lakini wengine wameonekana kupokea kwa aina au style tofauti kabisa, kwa sababu tunaona wameonekana kukasirika sana. Mbosso kufanya kazi na Alikiba imeleta shida kubwa sana, kwa sababu kwa upande wa Mbosso imeonyesha kabisa kwamba ameonekana kuwasaliti timu Wasafi, na nadhani kabisa kwamba katika moja wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri katika label ya Wasafi, huwezi kusahau kumtaja Mbosso. Sasa tunaona ukiangalia katika numbers katika nyimbo ambayo amefanya na Harmonize, naweza kusema kwamba amefanya kitu kikubwa sana. Kwanza kabisa ilikuwa ni official visualizer, bado video haijatoka, lakini tunaona effect ya Mbosso imeonekana kuwa kubwa sana, kwa sababu tunaona ngoma hii ina zaidi ya viewers milioni 5.8. Kwa hiyo ndani ya wiki 4 ngoma yake pamoja na Harmonize imefanya makubwa na imefanya balaa zito katika upande wa YouTube. Kwa hiyo tunaona yeye kufanya kazi na Harmonize, tunaona sasa hivi inakuja sasa swala zima la kufanya kazi na Alikiba. Kwa upande wa Alikiba, recently tunaona kuna project ambazo zimetoka kwa upande wa King Kiba, na Alikiba mwenyewe ametoa, ilikuwa ni mwezi mmoja uliopita, ilikuwa ni December Visualizer, ni ngoma kali sana na alitoa mwezi mmoja na jumla ya viewers 900,000. Lakini pia tunaona ngoma kali clip official, hii ni Sela, ngoma kali sana. Lakini pia of course tunaona ni msanii ambaye kikweli ana vitu vikubwa sana. Sasa tunaona kwa upande mwingine Alikiba anakutana na mkali wa Melody. Anakutana na mkali wa Melody. Hapa nazungumzia Mbosso. Hii ngoma itakuwa ni kali sana, kwa sababu tunaona kwa upande mwingine kwanza kwa upande wa Alikiba, hii inamuongezea pia wafuasi wapya, kwa sababu kuna mashabiki ambao wanampenda Mbosso kwa kile anachokifanya, na hasa ukizingatia yeye Mbosso ana jumla ya subscribers milioni 3.8, lakini pia Alikiba na subscribers milioni 2.8. Tunaona upande mmoja na upande mwingine tunaona Mbosso
ameonekana kunufaika zaidi na timu WCB kwa sababu tunaona alikuwa na mashabiki wengi sana. Sasa ukizingatia project ambazo amezitoa Mbosso mpaka sasa tunaona room namba 3. Room namba 3 alitoa, ilikuwa ni room number 3 acoustic, ilikuwa wiki mbili zilizopita, ina jumla viewers 120,000. Lakini pia tunaweza kufanya performance kule North Mara kule Kenya wiki mbili. Lakini pia tunaona ni baada ya kutoa ile EP yake, au sio, EP yake, na tunaona ilifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ukiachilia mbali na hivyo, alipata wasaa pia kufanya kuweza kufanya show katika siku ya Simba, yani Simba Day, ambapo Alikiba alimbless kabisa Mbosso kufanya show. Na pia tunaona mashabiki walikuja kugundua kabisa kwamba Alikiba pamoja na Mbosso kuna kitu pengine kinaenda kutokea. Sasa ukizingatia pia kuna ngoma pia ambayo ameweza kuitoa, ngoma ya Power. Ngoma ya Power ni miongoni mwa ngoma ambazo zimefanya vizuri sana. Power ambayo imetoka zaidi ya miezi 6 kama sikosei, katika upande wa YouTube ngoma hiyo imefanya makubwa mno. Imeweza kujizolea maarufu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na unazungumzia ndani ya miezi 7 Mbosso ameweza kupata viewers milioni 58, milioni 58 ndani ya miezi 7. Na nadhani katika ngoma ambazo zimeweza kumpa heshima Mbosso ni Power. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa Alikiba ameona isiwe kesi aweze kumbless na kumbariki Mbosso kufanya kazi. Lakini pia ngoma ambazo zinafanya vizuri kwa upande wa Mbosso, hapa nazungumzia Beikoko, ndani ya miaka 4 ina jumla views milioni 70. Lakini pia Hodari ya kwake Mbosso ina milioni 60. Lakini pia inafuatiwa Power. Kwa Power ni top 3 songs ambazo zinaonekana kufanya vizuri katika upande wa YouTube, au sio? Kwa inafuata Tam ni milioni 51, na Dekezwa milioni 42, Tamba milioni 35, Amepotea milioni 33. Lakini pia tunaona Jibebe milioni 32. Lakini pia tuna Haijakaa Sawa milioni 28, Mtaalam 28. Lakini pia Nipepe milioni 25. Ngoma kama Maajabu ni milioni 22, Sina Nyota. Of course hapa tutakuja kupata kitu kizuri sana. Lakini kwa upande wa Alikiba, kwa haraka haraka nikichungulia kwenye upande wa account yake ya YouTube, tunaona yeye ana profile nzuri sana, na tunaona kuna ngoma ambazo zimeonekana kufanya vizuri kwa upande wake. Kwa nadhani katika upande wa YouTube Mahaba ina jumla views milioni 51. Lakini pia Mwana milioni 45, Utu milioni 40. Lakini pia tunaona na Garamia milioni 21. Kwa hiyo tunaona ni msanii mkubwa tu. Kwa hiyo tutegemee collab kali kutoka kwa Mbosso pamoja na Alikiba. Dondosha maoni yako chini, subscribe.